Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Baada ya kuweza kuweka heshima katika ukumbi wa PTA Sabasaba Temeke Dar es Salaam, Shimanga Katompa pamoja na kocha wake Junior Asoya, tumepata nafasi ya kuweza kuzungumza nao. Amempiga Dula Mbabe, kiboko ya wageni. Yeye anaitwa B52, Kongo anamtambua hivyo, na sehemu nyingine ambapo amewahi kuiwakilisha vizuri nchi yake ya Kongo. Sasa leo tunazungumza nao kwa sababu kuna taarifa zimetoka, kuna pambano wanaenda kupambana na Twa Kasim Kiduku mwezi wa 12. Ukweli wa taarifa hizo, lakini pia watatuambia kwa namna gani walivyojiandaa katika pambano ambalo lililopita dhidi ya Dula Mbabe na kuweza kupata ushindi. Kocha yake anaitwa Junior Asoya, yeye anaitwa Shimanga Katompa, lakini Junior Asoya pia alikuwa ni bondea zamani, former boxer, na atatuambia kwa namna gani amepata connection nzuri ya kuwaleta mabondia kutoka Kongo na sehemu zingine na kuja Tanzania kwa ajili ya kuweza kuwatafutia mapambano. Copa Faster, tuwasikilize kwanza. Copa Faster Microfinance ni taasisi ya kifedha inayojishughulisha na utoaji mikopo, na tuna aina mbalimbali ya mikopo yetu. Tuna mkopo ambao unaitwa mtaji PAP. Huu ni mkopo kwa ajili ya wajasiriamali kwa lengo kuu kukuza na kuendeleza biashara yake. Lakini pia tuna aina nyingine ya mkopo unaitwa Nivush. Huu ni mkopo unaowalenga wafanyakazi kutoka kampuni binafsi. Huu mkopo unatolewa kama mshahara wa awali au kwa Kiingereza tunasema advance salary. Ili mfanyakazi aweze kunufaika na mkopo wetu, sisi Copa Faster tunaingia mkataba na kampuni husika, na hapo ndipo mfanyakazi anaweza akapatiwa mkopo. Baada ya Copa Faster tunaanza na Junior Asoya, atuambie walau kwa uchache historia yake na namna ambavyo amepata connection ya kuweza kuwaleta mabondia nchini Tanzania. Alikuja na Shibangu Kayembe kucheza na Hassan Mwakinyo Mlimani City. Pia tumemwona kwa mara ya pili yupo na Shimanga Katompa. Atakuja naye tena mwezi wa 12. Huyu hapa Junior Asoya. Junior Asoya, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Bro, tell us your background. Yeah, my background, me, I be a boxer, professional boxer. You know, I be boxing, and I do more my professional boxing in South Africa. You know, like, you know, and then when I was somewhere there, I check, I say, no, look, okay. I was feeling to be a coach. You know, when my friend, they come to be a world champion, I check, oh, look, the age is calling me, let me go to be a coach. Is a young coach, you know, is a young age to be a young coach, you know. So I tried, and then I succeed to this, you know. Today I got some champion, you know. When my friends like, what do you call it, Ilunga Makabo is a WBC cruiserweight world champion. You know, that's my friend, that's my generation boxing guys, you know. So today I am who I am because of them, you know. That's what is it. How did you get connection to bring the boxer in Tanzania? To get a connection to bring the boxer in Tanzania, first of all, having some friend, my friend whose name, what do you call it, Amoma. If you know Amoma. Coach Amoma. Yes, that's my friend. And then Jay Musange is my friend. They are the one who they like, okay, look, we can do business together. Because firstly, I take my boxer, one of my boxer, when I went to Russia, I took my boxer there in Russia. And then I meted them. They say, no, look, you can start bringing your boxer here to fight in Tanzania. From there, that's what I started to bring. I brought what do you call it, Beberico, we call it Chibangu Kayembe, and then I brought Alex Kabangu, and then I brought the Chimanga, who they call it B52 Besengande. So that's how it is, you know. That's where we're going. Kwa namna ambavyo amezungumza kuhusiana na alivyokuwa bondia na kuamua kuja kuwa kocha kijana huyu, lakini pia vile ambavyo amepata nafasi ya kuwaleta mabondia, connection alipata kutoka kwa James Sangi, miongoni mwa mapromota kubwa kuwahi kutokea Tanzania, kuwahi pia na mwenyewe kuwahi kufanya nao interview. Kocha Amoma, hivi karibuni tu tuliona Amoma Production, nikiwa namaanisha hivi karibuni tuliona Amoma Promotion wakimleta bondia kutoka nchini Namibia, Julius Ndongo. Tuliona pia alimleta Bongani Malango kutoka South Africa kwa ajili ya kuweza kupambana na Tony Rashid. Kwa hiyo wote hawa ambao amefanya nao kazi
Junior Asoya ni miongoni mwa connection ambazo amezipata kwa ajili ya kuweza kuwaleta mabondia nchini Tanzania kwa ajili ya kuweza kuonesha uwezo wao wa masumbwi, kuonesha talanta zao kwa upande wa boxing. Sasa tunaenda kuzungumza na Shimanga Katompa. Yeye anazungumza Kifaransa, lakini pia anazungumza Kilingala. Kwa hiyo nitazungumza naye Shimanga Katompa. Junior Asoya atakuwa kama translator, atatupa tafsiri ya kile ambacho amekizungumza. Shimanga Katompa, mambo vipi? Accent. Très bien, bonjour, naza bien. Bien. Before we talk about the fight, tell your viewer a little history about yourself. Avant loba mambo ya combat yo sabiso yomoko zanani. Ok, ngai naza Eric Katompa Chimanga, alias B52. B52 est lobby avion de guerre, donc les avions oyo américains basalelaka monaka que guerre est comme un niveau vraiment très élevé. Basala recours na avion wana ce qui était telemi et si sera guerre mbala moko. Yango moi na lobaki tango na sala combat na Tanzanie les andé pona tika histoire na sala histoire na Tanzanie. Yango moni na s'exprimer na image ya avion de guerre wana na beti oyo azali munene na kati ya Tanzanie. Yango moni histoire ekomi esalemi parce que oyo esalemi muta kobosa na yango te ekozalaka toujours na kati ya mémoire ya batu beaucoup plus ba Tanzaniens. Alors na bandi box depuis 2002 ti lelo yo na sali ba temps ebele na nzela ya box na monde ya box amateur naza na 37 combats, naza na 3 défaites. Na boxe professionnel naza na 16 combats, 16 victoires. Oui, on a 17e combat. Donc j'ai 17 combats, 17 victoires. Donc défaite à mon coésalité. Alors, Oezozela, naza sous coaching ya coach, na orientation nae. Je pense que l'obit tokola ta ceinture ya Afrique. Et puis okoya tokola ta ceinture ya du monde parce que toza na vision wana. To comme à niveau oyo ba ene o ba sala fierté en mboka na biso, à l'occurrence ya Makabu Junior o lelo aza champion du monde atombola ka drapeau ya mboka na biso na monde mobimba. Alors pourquoi pas ngaipe na tombola couleur ya drapeau na mboka mobimba. Donc toza na vision wana, je crois que déjà ils ont promettre to koma wana. Junior Asoya, tell us in English. Okay, what he tried to say, he said, is Eric Chimanga Katompa, alias B52. Why they call him B52? Because that B52 is only the American people, when they go to the war, they use that fly. When they see the war is tough, that they bring that fly, so that they know it's the bomb fly, you know. It's to finish the game, you know. So that's why they given that name, you understand? And by the way, he have just only 32 fights he fought as amateur, only 3 losses, you know. And that's when we leave. Now in pro, he's got 17 fights. 17 fights, never lost. But in the boxing rank, they just put it 8. So he's happy, he come here to fight, he come here to do what he loves, you understand? So now he's ready because he's in the direction of his coach, his teammate, like Junior Asoya. Today he fought this, and then remember he said again, he said, I was yet not to come to pass. I come here to make a name, so that even if I'm not here, people must talk about me. That's why today you come to our place in the hotel to interview him, you understand, because of what he was saying, you know. So now it's just in the hands of the trainer. He's waiting for the next fight who's coming. That should be a ABU to fight, you know. When he fight that,
then he become a African champion. Then from African champion, and then he's gonna go to the world title. You know, he wanna be like his big brother. He's still flagging the flag of Congo, like his big brother Junior Makabo Ilunga. The one is a WBC cruiserweight world champion. You know, so that's why he's here for that. So he wanna follow. He doesn't want to to do things by his own way. He wanna listen to his coach, to his management, to the business, what to do, and then to arrive to that level, you know. So that's what he's saying. Did him always wants to be a boxer? Alobi yo na vision na tango bandeko kolo zena posoza la boxer. Effectivement, na vision na ngai tant na koli na jeune âge na âge ya 6 ans ba kotisa nga na karaté. Je faisais le karaté. Karaté na zaki osala olie na salelaka makolo ndenge ezalaka ba principe principal nga beaucoup plus na zaosalela baku makofi. Alors il s'est fait que grand frère na ngai oyo amemaka nga na karaté et na pesi epe mbote maître junior katakata double maître. À partir ya comportement na ngai na ba kumite ça veut dire kobunda entre deux athlètes ya karaté. Pendant que tozo bunda naza kosela mingi makofi. Alors c'est na betika likofi na adversaire na moko o mona ki pasi a otika a bunda esusu te. Nde tant on a ko avancer moi mukie nde grand frère ko longolanga na karaté lobi pecho il faut sala kaka boxe. Ndao memanga pour que na sala boxe ameminga na club ya coach Ben Kabundi qui na pesi mbote place azali. Coach Ben ndai ko apprendre nga siko boxe. Elongo na capitaine Isaka Yembe na ekoyekola siko box na âge ya na koloba na âge ya 14 ans nde na bandi box na âge ya 14 ans nde na bandi box. Alors jour à liboso na komi na box coach Ben ayebisi nga pecho oyo akozala champion du monde parce que oyo nyonso azala kopesa ngai nazalaki osala ngo en toute facilité. Alors, et à qui côté la ngai pepe singa pemba mogu na ba que oui, un jour il faut que na champion du monde na discipline na boxe. C'est un peu ça. Kabla hajaingia katika masumbwi, yeye anakuambia alipitia kwenye kareti, kapiga huko. Unajua kareti zinaruhusiwa ngome na mateke, lakini mwisho wa siku akabadilika na kuja kuwa katika upande wa masumbwi moja kwa moja. Ngoja tupate pia tafsiri full kutoka kwa Junior Soya. Tell us. Yes, he wanted to be a boxer. I mean, to be a fighter first. So his big brother, who even me, I'm greeting him, the master, Junior Katakata. So I greet him, me too. He's his big brother. So he's the man who take him to karate. When he was 6 years old, he take him to karate. But in karate, when he was there, in the place to kick, because in karate it's too much kicking. But he was not much kicking. It was much boxing in the place to kick, you know. So and then his big brother said, no, this boy, I must take him away from karate. They take him to another man whose name coach Ben Kabund, you know. He's 102. He trained me too, you know. So he bring him there and then he started to train him boxing. When they started there, even the coach was watching him, say, no, this one is gonna be a world champion one day, you know. So he was there in the hands of Issa, you know, other guy is named Issa, he's captain, you know. So they was looking after him. Today, he's the way he is. You understand? So that was his wish to be a champion, you know. That's it. Growing up as a little boxer, who is a favorite boxer for him? Balobi nani azaki tango zaki mwamgo to ningo zaki on ningo zaona nani aza vraiment favor boxer idol na voilà. Idol na ngai c'est Mike Tyson. Mike Tyson. Mais au fur et à mesure pe tozo kolaka tozo mona pe ba boxer mususu asika bazo bimaka tozo zo rapper maile tozo sangisa. Mais idole principal c'est Mike Tyson. Vous verrez même il y a des gens balobake nazaka na moi ba ressemblance na Tyson. Et puis prestation on porte toujours le col à Mike Tyson. C'est un peu ça. So what he said, I do know about it because he's my boxer. I know him. I know what he like. So
he said his style, everything, his idol is Mike Tyson, you know. Like even other people, sometimes when they look at his face, they look at him, sometimes they say, oh, this guy look like Mike Tyson. And when he's in the ring, watch even Abdullah Mbappe, you see his attack. When he's going, he's like Mike Tyson. He's aggressive. When you want to come, you want to do his things. You know, so that is his idol. He say, yes, today there are some champion, they're coming up, the style are changing, but he watch, he respect everybody, but his idol is Mike Tyson. Who would him consider as a role model? Alobi na ba boxer nani yo moniki o exemplaire pana na boxer oyebi. Na boxer na mokili oyo aza exemplaire pour na ngai. Ba boxer baza ebele modèle na ina landa. J'aurais aimé na tikala kaka na modèle oyo comme icône ezaka Tyson. Ba boxer baza ebele mais oyo eza modèle nanga o na garda ti lelo ezaka Tyson. Mususu te. Kidogo na mimi nangamua kilingala hapa kutoka kwa Katompa. Yeye role model wake Tyson alikuwa akimtazama tangia utotoni Tyson, vitu ambavyo alikuwa akivifanya ulingoni Mike Tyson na yeye ndio vile ambavyo anavifanya na alivifanya wakati akipigana na Abdullah Mbappe. Junior Soya. He got much respect to all the champion, all the boxers in the world. But his real model, he never changed. His real model is Mike Tyson. You understand? He got respect all the world champion, all the people who are boxing. But his idol and his real model to him is Mike Tyson. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.